Ubungo oye! Ubungo safi! Kuku nyama choma oye! Niko very excited kwa hiyo siku. Na wakaribisha wageni wote watakaofika. Huduma zitakuwa bora zaidi, zitakuwa chap, hatutawachelewesha. Wewe wajiandae. Kwa mimi nawashukuru sana. Mimi naitwa Almasi Mkoko, ni shefu mkuu wa Rode. Tunashughulika na masuala ya vyakula, malazi, tunashughulika na masuala ya huduma vinywaji, huduma zote za msingi za kijamii. Jambo la kusema la kwanza, tumshukuru mama rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea ugeni bora kabisa Singida. Yaani kuna watu wengine walikuwa wanahitaji ugeni kama mikoa mingine lakini hawakupata. Sisi tumshukuru mama yetu, mama mkuu wa mkoa na viongozi wake na wasaidizi wake. Tunawakaribisha kwa mikono miwili, wakaribie kwetu Singida. Tutawapokea wale vitu vya asili, wale kuku wa kienyeji, wapate kondoo wa kienyeji, mbuzi wa kienyeji, mafuta ya alizeti, vitu ambavyo ndio tunapikia. Yaani tuna huduma zile za kijamii, hususan Rode. Tumejipanga. Kwa kweli tumejipanga kupokea ugeni. Tutaweka mazingira safi, tutaweka mzigo wa kutosha, wageni wetu wale waenjoy. Unga nitaongeza debe 2, kachumbari, mboga ya majani, pilipili ya kuzidi, wageni wale waenjoy. Wakienda huko waliko wajue kweli tumetoka Singida. Kwa majina naitwa Joseph Rafael. Kwa kweli mimi ni katibu katika eneo hili la wafanyabiashara katika maeneo haya ambaye anaitwa kwa maarufu naita jina la Ubungo. Maana tumekuwa tukikesha, ndio maana tukasema ni Ubungo, maana maeneo ambayo yanapatikana usiku kuja kupatikana chakula hapa. Na kwa kweli kila wageni wanapopita hata majira ya usiku wenye kuwa na safari labda wanasababisha misiba huwa wanapitia hapa, wanapata huduma ya chakula na kwenda. Kwa hiyo imekuwa maarufu kwa sababu ya huduma kama hizo. Hata nipende sema nimshukuru sana serikali ya mama yetu Samia Suluhu kwa kutuletea hii festival kwa ajili ya kuwahudumia hawa wageni, na sisi tunataka tusimwangushe, hakikisha kwamba tutafanya huduma itakuwa nzuri, na watakaye kuja hapa kwa kweli tutajitahidi kwa kutoa malalamiko ili wapate huduma ambayo kweli watakavyoisikia ndivyo itakavyokuwa katika kuwahudumia. Tutajipanga vizuri, huduma ya chakula iwe safi, na kweli wakiondoka waseme kweli tulikwenda Singida na tumepata vitu vya asili kama walivyovizungumza wao, na watafurahia kupata kuku, mayai ya kienyeji, chipsi safi inayotengenezwa kitaalamu. Kwa kweli wataenjoy. Eneo hili linaitwa Ubungo, maarufu kwa ajili ya kuchoma kuku na kidogo naona sasa wanachoma na ng'ombe. Nimshukuru rais kwa kutupa heshima kubwa ya kuwa wenyeji wa sherehe za Mei Mosi mwaka huu, sherehe ambazo kikweli zitaleta faida kwa Wanasingida. Na nikushukuru wewe binafsi kwa kwanza kuangalia mazingira mazuri kwa ajili ya wageni wetu. Mimi niwaambie tu wageni wanaokuja kwamba Singida ni mahali pazuri. Singida ni moja ya mikoa ambayo bado vyakula vya asili vinapatikana. Hapa tunakula kuku wa asili. Kama ni ng'ombe wa asili. Lakini ni eneo ambalo unapata mayai mengi ya kuku wa kienyeji. Lakini tuna alizeti ile mbegu ya asili. Kwa hiyo vyakula vya Singida ni vya asili. Naamini kabisa wageni wataenjoy kuwepo hapa. Lakini mkuu mwenyewe umeona watu walivyohamasika na walivyo na bashasha kupokea wageni. Na wajua watu wangu wa Ubungo. Bahati nzuri mimi ni diwani wa kata hii. No. Ubungo ipo. Kwa hiyo mimi nawajua vizuri watu wa Ubungo. Sawa mama. Ni wakarimu, wana customer care nzuri. Hatujapata malalamiko hapa, panafanya kazi saa 24 na wanakuja wageni usiku wanapata huduma. Hatujapata malalamiko kama kuna mtu ameibiwa, kuna mtu amesukumwa. Kwa hiyo ustaarabu uko hapa, Nela katibu wangu hapa na uongozi mzima wamejipanga vizuri. Na mimi niwaambie rai yangu nyinyi watu wa Ubungo na vijana wote wa Singida kwa ujumla, hii ni fursa nzuri sasa ya kiuchumi kwetu. Najua kukwataliwa sana. Kwa sasa tuanze kujiandaa kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri hapa kwa maana ya usafi wa kwetu wenyewe mahali tunapofanyia, lakini tujaribu kurekebisha kauli zetu kwa wageni ziwe nzuri ili watu wakutike na waje hapa. Hapa tunaita mtaa wa kuku, si ndio jamani? Mtaa wa Ubungo, mtaa wa kuku. Lakini tumewatangazia umma wa Tanzania kwamba sisi tunawakaribisha katika mkoa wetu wa Singida, na tunawakaribisha, moja ya jambo ambalo tunaambia waje ni kuja kula kuku wa Singida.
Kwa hiyo tumekuja hapa kusema na wadau, wageni wanakuja. Mgeni anapokuja mwenyeji anapona, si ndio? Lakini lazima kuna mambo tukubaliane yaboreshwe ili wageni wetu wanapokuja hapa wasijisikie vibaya kula kuku. Kwa hiyo tumekuja kwa wadau tuone kwanza hali yao halisi ya sasa hivi, lakini namna gani tunashirikiana nao kuwaboresha ili wageni wetu wakija wao wanamwagika huku mitaa ya jioni. Tunategemea zaidi ya wageni 6,000 katika mkoa wetu wa Singida, na wageni wale wote watakuwa wanaishi hapa manispaa. Ina maana huduma zote watazitoa kwenu. Kwa hiyo tumekuja muamini kwamba wageni wanakuja na kila mmoja ajipange ili wakiondoka baada ya wiki 2 basi mmebadilisha maisha. Ubungo oye! Ubungo safi! Kuku nyama choma oye! Kwa hiyo na imani wenzangu wana Ubungo, mnaamini sasa tunaleta ugeni. Wageni wanaingia hapa tarehe 14. Hii mitaa yote itakuwa imejaa wageni. Wewe jipange bila kuchoka. Hamna sauti ya kusema kuku ameisha. Kuku akiisha unachinja, unanyonyoa, unachoma, unauza. Umeelewana eh? Kwa hiyo nataka niwaambie, naomba niwahamasishe. Hakuna kuku kuisha.